Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nimekuandalia ibada ya kuondoa jiwe katika familia yako. Siku moja Yesu aliwaambia wanafunzi wake wakati anakwenda kumfufua Lazaro, akamwambia, ondoeni jiwe juu ya kaburi. Kuna watu wamerogwa, majina yao yamepelekwa kaburini, na aidha unaweza kuwa umerogwa, baba yako akiwa amefariki, mtu akachukua akatupia jiwe juu kufunga ukoo wenu wote. Kwa nimeandaa ibada special ya kuondoa jiwe juu ya familia yenu, ili kila kitu utakachokuwa unakifanya kipate kibali, kiwe na breakthrough, ili watoto wako watakapokuwa wakizaliwa wazaliwe bila kuwa na mkingamo au kipingamizi chochote. Katika eneo la ndoa, biashara, kazi, ofisini, unaweza ukakutana na jiwe hadi wewe mwenyewe ukakata tamaa, unakutana na ugumu. Kwa nimeandaa ibada maalum ya kuondoa jiwe. Yesu siku moja aliwaambia wanafunzi wake, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa kabisa. Hii ni ibada maalum nimeiandaa. Lakini bi yake ni ibada hii itaambatana na kusafishwa uzao wako, watoto wako, wewe mwenyewe. Katika kitabu cha Ezekiel, Biblia imeandikwa hivi. Kitabu cha Ezekiel sura ile ya 16 mstari wa 2 hadi wa 4. Mwanadamu, julisha Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Mstari wa 4. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala haukuoshwa kwa maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo. Hapa kuna mambo matatu. 1, hukusafishwa kwa maji. 2, hukutiwa chumvi. 3, hukutiwa katika nguo. Yaani mtoto anapozaliwa inabidi afunikwe nguo, avikwe nguo za kitoto. Yesu alipozaliwa alivikwa nguo za kitoto. Sasa ikitokea mtu akambeba mtoto wako, halafu akaanza kumpakata, akanuia maneno akiwa hayuko katika nguo, akiwa tu uchi wake, kizazi chote hicho cha huyo mtoto na ukoo wake wote hautakaa uvae mafanikio. Yaani huwezi kujenga nyumba, huwezi kuolewa, huwezi kuzaa watoto, na hauwezi kufanikiwa kimasomo shuleni. Biblia imeandikwa, ulipozaliwa haukukatwa kitovu chako. Hakuna mtu anayezaliwa anatembea na kitovu kimeungana na mamake. Ulipozaliwa kitovu chako hakikutiwa chumvi. Ulipozaliwa haukusafishwa kwa maji. Hakuna mtoto anaweza kuzaliwa akatembea na damu zinamwagika. Wanasafishwa, lakini unasafishwa vipi? Hadi nabii anaonyeshwa Ezekiel maneno kama haya. Nimekuandalia ibada ya kuondoa hiyo connection ya kitovu chako na ukoo wa umaskini, uchawi wa babu yako, baba yako, uchawi wa mama yako, umaskini wa kizazi chako. Yani kitovu chako kina muunganiko katika ulimwengu wa roho na baraka zako. Ndio maana kitovu kinadondoka chini ya ardhi. Sometimes tunakuwa na maombi ya kuikomboa ardhi. Sasa unapokomboa ardhi bila kuunganisha mtu mwenyewe ni ngumu. Utakomboa ardhi, ardhi itakuwa nzuri na watu watakaoikaa watabarikiwa, kiwewe ambaye hujakombolewa utaishi maisha magumu sana. Nimekuandalia ibada maalum yenye nguvu na uwezo wa ajabu, familia nzima kukomboa kitovu chako. Na hiyo ibada itaitwa ondoa jiwe juu ya jiwe. Lazima uzao wako ufanikiwe. Lazima maisha yako yakombolewe. Lazima huduma yako iwe juu. Lazima ukigombea kwenye chama chochote, udiwani, ubunge, level yote ya urais, unapita kwa wepesi sana, kwa sababu jiwe lile limeondolewa. Lakini kama hakuna jiwe lililoondolewa katika ulimwengu wa roho, likavunjwa, haya mambo yote unayoona Yesu alikuwa anayasema na wanafunzi wake yalikuwa kimafumbo sana. Unakuta uchumi wa familia umekufa, kumbe kuna jiwe lilidondoshwa na wachawi wakanuia. Unakuta nyumbani kuna jiwe, unafikiri tu ni kitu kimetupiwa hapo katika mazingira ya kawaida. Kila unachokifanya unakutana na ugumu. Ukifungua biashara hakuna wateja, kuna ugumu. Wenzako wakifungua unatoboa. Mungu akubariki sana na ukaribisha siku zote kuanzia wiki hii ya Jumapili hii. Vijana wetu wa kanisani watakutangazia na utaambiwa tarehe. Lakini siku ya Jumapili, kila Jumapili kuanzia sasa mpaka mwezi wa 7 tarehe 30, tutakuwa na ibada maalum ondoa jiwe juu ya familia yako. God bless you. Karibu sana. Mungu akubariki.